إنما الأعمال بالنيات. وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فيا أيها المسلمون عباد الله أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله فإنها وصية الله تعالى في الأولين والآخرين قال عز من قائل ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. Ndugu zangu Waislamu, kawaida ya Muislamu katika maisha yake wakati tunaishi katika dunia hii hana budi kutokewa na hali zifuatazo. Inaweza kumtokea Muislamu katika maisha ya dunia hii kwamba kuna baadhi au kuingia katika makosa na maasi, kufanya baadhi ya maasi na kumkosea Allah subhanahu wa ta'ala na kwenda kinyume na maagizo na mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hili ni jambo ambalo kama wanadamu ni kitu cha maumbile ya kwamba sote tunakosea, wala hakuna binadamu anaweza kudai au kujifakhri na kujigamba ya kwamba yeye hakosi. Huyo sio mwanadamu. Anayesema ya kwamba hakosei, huyo hawezi kuwa ni mwanadamu, huyo atakuwa ni malaika, ambao Allah subhanahu wa ta'ala amesema kuwahusu malaika la ya'suna Allah ma amarahum. Lakini sisi wanadamu tunakosea mara kwa mara. Kadhalika katika kukosea kwetu, makosa ambayo tunayofanya ni ima makosa ya kufanya vitu ambavyo tumekatazwa kufanya, au tunafanya kosa maasi ya kuacha mambo ambayo tumeamrishwa kuyafanya. Kwa hiyo kuna maasi ya aina mbili, kuna maasi ya fi'lu mahdhurin na kuna maasi ya tarku ma'murin. Maasi ya kufanya tuliokatazwa tusifanye na maasi ya kuacha kufanya tulioamrishwa kuyafanya. Lakini pia kama wanadamu au kama Waislamu, kwa sababu ni wanadamu viumbe ambao tunao kasoro nyingi, hata katika zile ibada na katika zile taa na yale mambo ya wajib ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ametuamrisha tuyafanye, pia ndani yake tunayo makosa mengi ambayo tunafanya. Hapa na pale kasoro, hata kama ni kidogo, zinatokea hapa na pale, ni mambo ya kawaida. Swala ambayo tunayoswali kila siku, hakuna swala ambayo itakuwa ni kamili 100%. Kuna upungufu hapa, kuna upungufu pale. Somo ambazo tunafunga haziwi 100%, zinawe kasoro hapa, iko kasoro pale. Kadhalika ibada zetu za hija na ibada zingine nyingi. Sasa kwa ajili ya mambo haya ndio maana katika Uislamu tukaletewa jambo na ibada kubwa ambalo linaitwa al-istighfar. Istighfar ni ibada tukufu kubwa sana ambayo kazi yake ni adhimu katika maisha ya Muislamu, kazi kubwa katika maisha ya Muislamu. Ni ibada ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amewaamrisha Waislamu wote kuitekeleza ibada hii kwa sababu ya lile tatizo la kwanza linalomkumba mwanadamu au Muislamu, kwamba kila Muislamu anafanya makosa. Ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala katuletea istighfar ambayo Muislamu akishikamana nayo inampelekea
kuondoa yale makosa na kufuta yale madhambi aliyoyafanya. Ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala akatuamrisha na akatuhimiza sana kutushikamane na istighfar wakati tunapokuwa tumekosea. Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia, walladhina idha fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dhakaru Allaha fastaghfaru lidhunubihim. Na wale waja wema sifa zao ni kwamba idha fa'alu fahishatan, wanapofanya mambo machafu, au dhalamu anfusahum, au wamedhulumu nafsi zao kwa kufanya madhambi mbalimbali na makosa, dhakarullaha, pale pale wanamkumbuka Allah subhanahu wa ta'ala kwamba hapa sisi tumekosea. Fastaghfaru lidhunubihim, kwa sababu wamemkumbuka Allah subhanahu wa ta'ala mola wao, wanaanza kutaka kutoka kwake istighfar na msamaha. Waman yaghfiru dhunuba illa Allah, na nani mwingine ambaye anasamehe madhambi isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini pia Waislamu tunapokuwa tunafanya ibada zetu, kama tulivyotaja, ibada zetu zina upungufu na kasoro, na ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'an na Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadith mara nyingi anatuhimiza ya kwamba tunapofanya ibada zile zinafuatiwa na istighfar. Saa zingine unaweza kustajabu au kushangaa, mbona tunaambiwa tulete istighfar wakati nimefanya ibada, sio kwamba nimefanya maasi. La, ni kwa sababu hata katika zile ibada zetu pia zinapatikaniwa ndani yake pungufu na kasoro za hapa na pale. Kwa hivyo zile istighfar zinakuja kuondoa yale mapungufu, kunakuja kuondoa zile kasoro ambazo tumezifanya katika ibada zetu. Kwa mfano, Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada ya haji anawaambia Waislamu wanapokuwa wanateremka kutoka jangwa la Arafat, thumma afidhu min haythu afadha an-nasu wastaghfirullah. Waislamu wapo katika ibada ya haji, wametoka Arafat, wanateremka. Sasa Allah azza wa jalla anawaambia thumma afidhu min haythu afadha an-nas, wakitoka ifadha kisha wanaambiwa wastaghfirullah, na mulete istighfar. Nani ya ibada ya hija Allah subhanahu wa ta'ala anatuamrisha tulete istighfar, kwa sababu ya yale mapungufu na kasoro nyingi ambazo zinaweza kupatikana katika hija zetu. Allah subhanahu wa ta'ala ametuhimiza tutoe sadaka kwa wingi, tufanye khairat ya mali, kutoa kwa wingi. Anayejenga msikiti, anayejenga madrasa, anayesaidia maskini, anayesaidia yatima, zote hizi ni njia za khairi. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya Qur'an, pamoja na sadaka zetu tunazozitoa, kadhalika ametuamrisha tulete istighfar. Wama tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah huwa khairan wa a'zama ajra wastaghfirullah. Na yale mnayotoa kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala katika njia za Allah azza wa jalla, mkitoa mtakwenda kuyakuta mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ni malipo makubwa sana siku ya kiyama. Lakini baada ya kutoa, msisahau kumtaka istighfari kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Unajiuliza, mimi nimetoa sadaka, kwani nimefanya makosa? Hujafanya makosa. Sadaka sio maasi, lakini kwa sababu ya kwamba hiyo ni ibada ambayo inapatikaniwa ndani yake kasoro na pungufu mbalimbali. Katika ibada yako ya kutoa sadaka unaweza kushawishika, nia ikateleza kidogo, ikatoka katika ikhlas, ikatoka katika nia safi, kidogo kukaingia nia ya dunia, kidogo shaitani akaja akakushawishi kiasi fulani, akakuingizia au akakupenyesha na kukuingiza katika mlango wa ria kiasi kidogo tu, au kufanya mambo ambayo yatakuharibia thawabu ile mbele Allah subhanahu wa ta'ala kiasi fulani. Ndio maana tunaomba istighfar hata katika ibada. Mtume sallallahu alaihi wasallam ametufundisha ya kwamba tunapomaliza kuswali swala zetu za faradhi, ukishamaliza kuswali swala yoyote mnayoswali, ukishatoa salamu, assalamu alaikum wa rahmatullah kulia, assalamu alaikum wa rahmatullah upande wa kushoto, dhikri ya kwanza unayoanza nayo ni dhikri ya istighfar.
unamwomba Allah azza wa jalla istighfari mara 3. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Umetoka kwenye ibada, lakini unamwomba Allah subhanahu wa ta'ala istighfar, si kwamba kuna maasi uliyofanya, sio kwamba kuna makosa ulifanya, la. Ni kwa sababu hii swala sasa hivi ambayo tulitekeleza, huenda ikawa kuna makosa na kuna pungufu, kuna kasoro za hapa na pale. Kwa hivyo tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atusamehe katika upungufu kama huo. Ikhwata al-iman, huu ni umuhimu wa istighfar, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ameamrisha, na kadhalika ndio ilikuwa amri ya manabii wa Allah subhanahu wa ta'ala na mitume aliyowatumiliza wote. Mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala katika message zao walizokuja nazo, walikuja na message ya tauhid, kuamrisha watu kumwabudu Allah subhanahu peke yake na kuachana na shirki, mambo ya kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Pamoja, lakini pia wakaja na message nyingine kubwa ambayo ni message ya istighfar. Kila nabii na kila mtume waliwahi kuwaambia umma wao, wa ya qaumi istaghfiru rabbakum, ya enyi watu wangu mtakeni istighfar na msamaha kutoka kwa Mola wenu. Istighfar ni ibada ambayo ina fadhila nyingi, ina faida nyingi, yana matunda makubwa sana katika maisha ya Muislamu duniani na akhira. Miongoni mwa fadhila za istighfar kwa Muislamu, fadhila yake ya kwanza kubwa sana ni kwamba istighfar ni sababu ya Allah subhanahu wa ta'ala kukusamehe madhambi, kama tulivyosoma katika aya na kama ilivyokuja katika hadithi nyingi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kuna hadithi ya Mtume alayhi salatu wasalam ambayo ni hadith qudusi. Hadith qudusi ni hadithi ambayo ndani yake kuna maneno aliyoyatamka au yanayotamkwa na Allah subhanahu wa ta'ala kwa ibara ya kuwa maneno hayo yanatoka kwa Allah moja kwa moja kwa waja wake, lakini yananukuliwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ndani ya hadithi hii Allah jalla jalalu anatuambia sote wana Adam kwa jumla, ya ibn Adam, law balaghat dhunubuka anana as-sama thumma astaghfartani ghafartu laka wala ubali. Ewe mwana Adam, haya ni malinganizi au hii ni nidaa inayotoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala mwenyewe moja kwa moja kwa mwanadamu. Ya ibn Adam, ewe mwana Adam, law balaghat dhunubuka anana as-sama, law madhambi yako yatakuwa mengi sana mpaka yafikie juu, sehemu ambayo ukielekeza macho juu mbinguni, ile sehemu ya mwisho ambayo unayoona kwa macho yako, madhambi yafikie hapo. Mwisho wa upeo ya macho yako unapoangalia mbinguni, madhambi yawe mengi kiasi hicho. Lakini ukimtaka Allah subhanahu wa ta'ala msamaha, thumma astaghfartani, alafu kaniomba mimi istighfar, msamaha, ghafartu lak, mimi nitakusamehe wala ubali. Wala hilo si jambo kubwa na jambo zito kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ni jambo jepesi, ni jambo ambalo Allah azza wa jalla analipenda sana kwa mja wake, kurudi kuomba istighfar anapofanya madhambi na kufanya makosa. Istighfar ni sababu kubwa ya kufutiwa madhambi. Madhambi hayafutwi hivi hivi. Madhambi ni lazima tuyatakie istighfar. Madhambi hasa yale madhambi makubwa, kabairu dhunub, yale madhambi madogo madogo, kuna baadhi ya ibada unaweza kufanya zikafutika. Ukiswali Ijumaa hadi Ijumaa nyingine katika jamaa, ukawai salatul Jumaa kamili pamoja na sunna zake kama alivyofundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam, yale makosa madogo madogo uliyoyafanya baina ya Ijumaa mbili Allah anafuta. Unapotawadha yanaanguka makosa madogo madogo, unaposwali na kila swala paka swala nyingine, kuna mambo mengi ambayo yanafuta ibada, ambazo zinafuta makosa tunayofanya madogo madogo. Lakini madhambi makubwa, kusema urongo, kusengenya, kutukana, kudhulumu, kuiba, kufanya mambo machafu, kufanya mambo yasiyofaa katika Uislamu,
ulevi na mambo ya ufisadi na mambo ya uharibifu, madhambi mengi ambayo yanaingia katika kategori ya madhambi makubwa, kabairu dhunub, ambayo Muislamu katika siku moja hawezi kukosa kufanya. Ni kawaida ya upungufu na udhaifu wa mwanadamu. Imepita siku moja labda umesema urongo, imepita siku moja labda umesengenya, imepita siku moja labda ulifanya dhulma fulani, imepita siku moja. Katika hiyo siku moja kuna madhambi kadhaa makubwa. Kwa hiyo istighfar inakuja kufanya kazi ya kufuta na kuondoa madhambi haya ili Allah subhanahu wa ta'ala ayasamehe. Fadhila ya pili kubwa ya istighfar, ikhwata al-iman, ni kwamba istighfar ni sababu ya Muislamu kupata maisha mazuri duniani. Kila Muislamu anatamani kuwa na maisha mazuri. What is the definition of good life? Sasa hivi ukimuuliza mtu, kila mmoja akupe definition, meaning of good life, kila mtu atakupa meaning yake. Lakini maana ya maisha mazuri, alhaya at-tayyiba, katika Uislamu ni maisha ambayo yanakwenda na yanafuata nidhamu ya Uislamu na yale anayoyaridhia Allah subhanahu wa ta'ala. Unaishi vizuri, unaishi kwa amani, unaishi katika hali ya upendo pamoja na watu, unatangamana na watu vizuri, unaishi na watu vizuri, unaamiliana na watu kwa vizuri. Pamoja na hivyo, kadhalika maisha yako yanakuwa hayana dhiki, hayana tabu, hayana shida. Ili upate maisha kama haya, basi Qur'ani na mafundisho ya Uislamu yanatufundisha ushikamane na istighfar. Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia katika Qur'an, katika surati Hud aya ya 3, wastaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi yumatti'ukum mata'an hasanan ila ajalin musamma. Takeni istighfar kwa Mola wenu, thumma tubu ilayhi, kisha mutake tauba kadhalika kwa Allah azza wa jalla. Mkifanya hivyo, matokeo yake ni yumatti'ukum mata'an hasanan, atawapeni Allah azza wa jalla enyi Waislamu maisha mazuri duniani. Waislamu ambao sasa hivi wanaishi katika maisha ya tabu, maisha magumu, maisha ya dhiki, hatoki katika depression, hatoki katika stress kubwa, hatoki katika dhiki, asubuhi na usiku akitoka katika balaa hii anaingia katika balaa ile. Ili uishi katika maisha mazuri ambayo utakuwa na peace of mind, moyo wako utakuwa umetulia, roho yako itakuwa imetulia, Allah subhanahu wa ta'ala atakupa umakini na utulivu, basi tushikamane na istighfar. Hii ni ahadi Allah subhanahu wa ta'ala anatoa, na sote kama Waislamu tunaamini ya kwamba ahadi ya Allah azza wa jalla haiwezi kuvunjwa wakati yeye mwenyewe jalla jalalu ametoa ahadi hiyo. Inna Allaha la yukhlifu al-mi'ad. Maisha mazuri pia tunaweza tukayafasiri ya kwamba ni maisha ambayo ndani yake Muislamu anapata mambo anayoyataraji katika maisha. Leo kila Muislamu anatamani kuwa na riziki nzuri, tunatamani kuwa na watoto, tunatamani kupata vyakula na mambo mengine. Haya yote pia ni katika maana ya maisha mazuri, na pia yanapatikana kwa istighfar. Nuh alayhi salam, katika mitume ambao wapo katika group au kategori ya ulul azmi min ar-rusul, wale mitume watano ambao ni ulul azm, daraja yao iko juu kabisa, pamoja na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mitume wengine. Aliwaambia watu wake maneno yafuatayo: faqultu istaghfiru rabbakum innahu kana ghafaran yursilis samaa alaykum midraran wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Nuh alayhi salam aliwaambia watu wake, mkishikamana na istighfar, Allah subhanahu wa ta'ala atawapeni mambo yafuatayo ya duniani, maisha mazuri. Yursili samaa alaykum midraran, jambo la kwanza atawateremsheni mvua, maji ya kutoka mbinguni ambayo
ndio sababu na chanzo cha kuleta riziki duniani. Riziki inatokamana na mvua, maji. Lao kama hakuna maji ya mvua, na maji yale ya mvua ndio yanayoingia chini katika ardhi yakaweza kuwekwa katika hazina, ndio mwanadamu baadaye akatengeneza irrigation. Lao haya maji yangelikuwa hakuna, ungekuwa hakuna njia ya mwanadamu kupata riziki katika dunia. Ndio maana aya nyingine katika sura Adh-Dhariyat Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia wa fis samai rizqukum wama tu'adun, na riziki yenu ipo mbinguni. Tukamana na kwamba hayo ni maji yanayoteremka mbinguni kuleta riziki duniani. Kwa hiyo tukishikamana na istighfar, Nuh anawaambia watu wake, mkishikamana na istighfar, fadhila yake ni kwamba Allah atawaleteremtieni mvua ambayo ndio sababu ya riziki. Leo wanadamu wanahangaika katika swala la food security, katika swala la kutafuta riziki, na kuwa tabu, inakuwa shida. Ardhi ni kavu, mimea inakufa, na maji yamekwama kuteremka mbinguni. Ni kwamba watu washikamane na istighfar. Yursili samaa alaykum midraran wa yumdidkum bi amwalin, na atawapeni mali nyingi. Istighfar ni sababu ya kufungukiwa katika mali, biashara ya halali, muamala wa halali ambao utakuongezea riziki yako na mali yako ya halali. Sababu ni istighfar. Wa banin, na kadhalika watoto. Istighfar ni sababu ya Allah azza wa jalla kukubariki na watoto. Wayaj'al lakum jannatin, na atawajalieni mabustani. Wayaj'al lakum anhara, na atawajalieni na mito inapita katika ile mabustani. Sio mabustani makavu ambayo hayana maji, ni mabustani ambayo ndani yake kunapita maji ya mito. Haya yote yanaingia katika meaning na definition of al-haya at-tayyiba, mataan hasanan, ambayo inatokamana na istighfar. Fadhila nyingine ikhwata al-iman, istighfar katika fadhila kubwa ni kwamba istighfar ni sababu ya Waislamu na Muislamu kupata nguvu, kupata kuwa, kuwa na strength, kuwa na power, kuwa na authority ya kwamba hawa ni Waislamu, na Waislamu wanakuwa katika hali hii ambayo Allah azza wa jalla amewainua. Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia katika ulimi wa nabii, miongoni mwa manabii aliyowaambia watu wake na umma wake, wa ya qaumi istaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi yursilis samaa alaykum midraran. Kama alivyosema nabii Nuh alayhi salam, mkishikamana na istighfar, Allah azza wa jalla atateremsha maji ya mvua kwa wingi. Lakini kuna fadhila nyingine ya ziada katika aya hii. Hawa ni watu wa kaumu Hud alayhi salam, Ad. Kisha anawaambia wayazidkum quwwatan ila quwwatikum, na atawaongezeni nguvu juu ya ile nguvu mlionayo. Hawa ni watu, huu ni umma uliokuwa na nguvu kubwa sana, very powerful. Lakini mkishikamana na istighfar, Allah azza wa jalla atawaongezeni nguvu juu ya nguvu mlizonazo. Ina maana ya kwamba Muislamu anapokuwa katika hali ambayo anahitajia nguvu, anahitajia izza, anahitajia nasr, anahitajia support, anahitajia strength, basi source ya strength hiyo na nguvu inatokamana na istighfar. Kishikamana nayo, Allah subhanahu wa ta'ala atakuwa ni mwenye kukupa. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فيا أيها المسلمون، استغفار ambayo ni wajib. Istighfar inakuwa wajib wakati Muislamu amefanya maasi, Muislamu amefanya makosa. Hiyo istighfar haina nafasi ya kucheleweshwa. Immediately Muislamu amemkosea Allah subhanahu wa ta'ala, akakumbuka ya kwamba amekosa, usiseme nitaomba istighfar baadaye, nasubiri mwezi wa Ramadhani uje niombe istighfar, na ngoja siku ya Ijumaa kama leo ifike niombe istighfar, naomba au nasubiri nikienda Makkah nitakwenda kuomba istighfar.
Haya yote ni maneno ambayo hayana msingi. Kwa sababu ewe mwanadamu, hakuna mwanadamu yoyote anayemiliki umri wake. Dakika 10 zijazo hakuna anayejua ikiwa atabaki hai. Saa moja ijayo, masaa mawili yajayo, Ijumaa ijayo na kadhalika. Na wala hakuna mmoja katika wanadamu Muislamu yoyote aliye na uhakika ya kwamba atabaki hai mpaka mwezi wa Ramadhani aombe istighfar. Kwa hiyo istighfar ni ibada ambayo ikiwa Muislamu amefanya makosa kama mwanadamu, anatakiwa ibada hii inakuwa fauri, ni hapo hapo, immediately unaelekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala, unaomba istighfar. Dalili yake, walladhina idha fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dhakaru Allah fa. Hii fa katika lugha ya Kiarabu ina maana kubwa. Na fa inapokuja katika lugha ya Kiarabu maana yake ni kwamba hakuna tarahi, hilo jambo linafanywa hapo hapo. Tofauti na thumma. Thumma katika lugha ya Kiarabu ni kiungo ambacho kinapokuja kinamaanisha hilo jambo linaweza kucheleweshwa. Lakini fastaghfaru lidhunubihim ni kwamba wametaka istighfar hapo hapo. Na hii ndio inakuwa tabia ya Muislamu. Hivi ndivyo anatakiwa Muislamu awe, kwa sababu istighfar hiyo ni wajibu. Ukichelewesha huna uhakika malakul maut saa gani ameandikiwa kuja kuchukua roho. Inaweza kuwa umepanga utaleta istighfar baada ya dakika 10, lakini dakika 10 zile sio zako, na malakul maut akaja chini ya dakika 3 akachukua roho. Istighfar ambayo ni mustahab, kwa maana ya kwamba unaleta istighfar wakati wowote, wala usubiri mpaka ufanye makosa. La, Muislamu anatakiwa kila wasaa analeta istighfar. Sasa hii ambayo unaleta istighfar wakati wowote, wanazuoni wanatuambia kulingana na mafundisho ya Qur'an ni kwamba kuna muda na wakati ambao ni bora zaidi kuleta istighfar, ambayo ni mustahab. Na kwa mujibu wa mafundisho ya Qur'ani, wakati huo ni wakati unaoitwa wakati sahar. Na sahar ni wakati ambao unakuwa kabla ya alfajiri. Wakati huu katika Uislamu ni wakati ambao ni very significant na very important katika maisha ya Muislamu. Hakuna Muislamu aliye na fahamu au aliye na busara kubwa na kuelewa wakati huu thamani yake halafu anapoteza. Si rahisi. Ikiwa unaelewa thamani ya huu wakati, wallahi Muislamu atakuwa anashikamana na huu wakati kwa hali gumu, kwa hali ya juu sana. Wakati wa sahar waqtun thamin jiddan fi hayati almuslim. Ni wakati ambao huwezi kuweka thamani ndani yake wala value, kwa sababu ni wakati ambao Allah subhanahu wa ta'ala ameuchagua kwamba ndio wakati bora wa kuomba istighfar katika nyakati zote. Katika 24 hours, the best time ya Muislamu kutaka istighfar ni wakati huo, kabla ya fajri. Ikiwa uko nyumbani unaleta istighfar, ikiwa ushafika msikitini, ibada kubwa iwe ni istighfar. Allah subhanahu wa ta'ala katika kuwasifu waja wema anasema wal mustaghfirina bil ashar. Na waja wema miongoni mwa sifa zao ni kwamba hao wanamuomba Allah azza wa jalla istighfar nyakati za sahar. Na kule katika sura Adh-Dhariyat Allah subhanahu wa ta'ala akatuambia wabil ashari hum yastaghfirun. Na wale waja wema huwa wanamuomba Allah azza wa jalla istighfar, msamaha, wakati wa ashar, yani wakati wa sahar, kabla ya fajri, kabla ya adhan al-fajr. Hata kama utapata dakika 10 au robo saa au nusu saa utakayojaliwa, huo ni wakati ambao ni very significant, very magnificent katika maisha ya Muislamu. Usipoteze wakati kama huo, hasa ikiwa upo macho. Badala ya kushika simu, badala ya kuangalia mambo yasiyokuwa na maana, shikamana na istighfar. Umemaliza kuswali, umemaliza kusoma Qur'ani, ukiona sasa wakati wa alfajiri unakaribia kuadhiniwa, basi shikamana na istighfar, maana wakati huo kuomba istighfar ni ibada kubwa sana ambayo anaipenda Allah subhanahu wa ta'ala.
Istighfar ambayo ni mustahab unaweza kuleta mara nyingi sana. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam yeye mwenyewe katika maisha yake, katika kutuhimiza sisi kuleta istighfar, sote tunaelewa kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar, amesamehewa madhambi yake yote yaliyopita na madhambi yake yote ambayo yametangulia nyuma na yatakokuja mbele, yote amesamehewa. Lakini message kubwa sana kwa sisi Waislamu ni kwamba huyu mtume ambaye amesamehewa madhambi yaliyotangulia na madhambi yanayokuja mbele alikuwa akiomba istighfar sana. Yeye mwenyewe anasema sallallahu alaihi wasallam, inni la astaghfirullah, mimi naomba istighfar fil yawmi, katika siku moja, 100 mara 100. Huyo ni mtume sallallahu alaihi wasallam ambaye hakuna maasi anayofanya. Allah azza wa jalla amemhifadhi na kufanya maasi na machafu na mambo mabaya ya maovu. Mitume wamehifadhiwa na kufanya maasi. Kunatokea tu yale makosa madogo madogo ya kibinadamu ambayo yanaweza kutokea. Abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma afa Allahu anka lima adhinta lahum, na makosa mengine kama haya. Lakini kabairu dhunub Allah azza wa jalla asama anbiya kwa sababu ya kuhifadhi risala. Lakini anaomba istighfar 100 mara. Sasa mimi na wewe tuombe istighfar mara 3, mara 10, mara 5, na Mtume sallallahu alaihi wasallam anaomba istighfar mara 100. Istighfar pamoja na tauba kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ni mara 70. Inni la astaghfirullah wa atubu ilayhi fil yawmi 70 mara. Istighfar pamoja na tauba ni mara 70. Istighfar peke yake ni mara 100 katika maisha ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na hayo ni mambo ya kila siku, sio Ijumaa mpaka Ijumaa. Kwa hiyo tukithirisha katika kuomba istighfar ayu almu'minun. Ikiwa Mtume wetu sallallahu alaihi wasallam aliyesamehewa madhambi ni mara 100, basi angalau na sisi tufike hapo katika mara 100, sio chini yake. Na kuomba istighfar, unaweza kumomba Allah azza wa jalla istighfar kwa sigha yote ambayo sigha hiyo inamaanisha istighfar. Unaweza kusema rabbi ighfirli, unaweza kusema astaghfirullah, hiyo inatosha. Unaweza kuongeza ukasema astaghfirullah alazim, pia hiyo ipo katika sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Unaweza kuongeza tena mbele ukasema astaghfirullah alazim wa atubu ilayhi. Pia unaweza kuongeza tena mbele ukasema astaghfirullah alazim alladhi la ilaha illa huwa alhayyul qayyum wa atubu ilayhi. Zote hizi ni sigha za istighfar, format za istighfar unaweza kuomba. Na pia unaweza kusema rabbi ighfirli, inatosha. Unaweza kusema rabbi ighfirli wa tub alayya, pia inatosha. Yote hizi ni sigha za istighfari ambazo zimethubutu kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Message ambayo tunatoka nayo katika khutba ya Ijumaa leo kubwa ni kushikamana na ibada kubwa ya istighfar. Kila tunapokuwa katika faragha zetu, badala ya wakati kupotea, hata umepata dakika 5, wakati upo katika gari lako kwenye traffic jam unasubiri barabara kufunguliwa magari yaende, ule wakati ule muda badala ya kupotea ukiwa umenyamaza, omba ibada ya istighfar. Itakusaidia pakubwa sana mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kuna madhambi yatakayofutwa, kuna ibada zilizokuwa na kasoro ambazo zitajalizwa, zitakuwa sawa, na kuna fadhila nyingi na nyingi ambazo tutazipata. Allah subhanahu wa ta'ala tujalie ni miongoni mwa waliosamehewa madhambi yao. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم انصر المسلمين المستضعفين في غزة. اللهم انصرهم في فلسطين وسائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. أستغفر الله العظيم وأتوب.
Ili kuboresha kazi zetu, tunaomba mchango wako kupitia lipa namba kwa mitandao yote. ila Allahi wa rasulih. Jina Al-Hidayah Online TV. Aidha, usisahau kusubscribe, like na kucomment. Asante kwa kutuunga mkono. Al-Hidayah Online TV, uongofu kwa walimwengu.